kuwa na ufahamu au miliki ufahamu au kuwa na ufahamu wa juu wa kwamba wewe ni wa juu. Possess a far above mentality. Kuwa na ufahamu ndani yako, uwemo ufahamu kwamba wewe ni wa juu. Miliki ndani yako, jijengee ufahamu wa kwamba wewe ni wa juu tu. Kuwa na fikra za juu. Za juu maana yake unajua, ukiona mtu yuko juu anasema huyu jamaa matawi ya juu. Kwa ukishakuwa juu, kuna mambo ambayo haweza kukupata. Ukisoma kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 6, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Kusoma kwa sababu kwamba tulipokuwa wafu kwa sababu ya dhambi, kwa hiyo tumekufa. Yesu alipofufuka, hakufufuka peke yake, na sisi tulifufuliwa. Kwa unapompa maisha yako, automatically unakuwa umefufuliwa pamoja naye. Afu unaketishwa pamoja naye. Sasa Yesu ameketi wapi? Biblia ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Kwa kama ameketi mkono wa kuume wa Mungu, kuna sisi tumeketi mkono wa kuume wa Mungu. Kama sisi tumeketi mkono wa kuume wa Mungu, kwa maana tunatakiwa tuoperate maisha yetu kutokea juu, sio kutokea chini. Anza kupractice. Swala la imani lina misuli. Kuna imani dhaifu na imani yenye nguvu, weak faith na strong faith. Swala la imani ina misuli. Kwa anza kujijengea, kujibidisha katika imani. Efeso 2:6 afu unganisha na 1 mstari wa 20 na 21. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. Juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwaro, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake. Unajua akavitia vitu vyote chini ya miguu yake. Yes. Hapo alikuwa anaongea, sura ya kwanza alikuwa anamuongelea Yesu. Ukisoma kwanza mstari wa 20 huku, kwanza mstari wa 17 alipokuwa anaomba macho mmeona atie nuru mpate kujua na nini. Mstari wa 21 anasema kwamba alipofufua Kristo alimketisha juu sana kuliko falme na mamlaka na sultani na kila jina litajwaro. Yes. Tena sio katika dunia hii, anasema hata katika ule Mungu ujao pia. Anasema vitu vyote akaviweka chini ya miguu, akaviweka chini ya miguu yake. Sasa wewe ni nani katika Yesu? Wewe ni mwili wa Kristo. Sisi tu viungo vya mwili wa Kristo. Waefeso sura ya 5 anatuambia Yesu ni kichwa, sisi ni mwili. Sisi ni kanisa, Yesu ni kichwa cha kanisa. Kwa kama aliweka chini ya miguu yake, maana ameweka chini ya miguu yetu. Yesu ni kichwa cha kanisa. Mimi ni kanisa lake. Ama vitu vyote vile aliweka chini ya miguu ya Yesu. Na mimi ndio mwili wa Kristo. Mimi ni kiungo cha mwili. Kwa hata kama wewe umeamua kuwa kidole, bado iko chini yake. Kwa sababu alitufufua, msema alifufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye juu sana. Ndipo ninavyosema sura ya 2 mstari wa 6. Sasa alifufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye juu sana. Wapi? Unarudi kuangalia Yesu alipoketishwa. Aliketishwa juu sana kuliko falme na mamlaka na wasultani na wakuu wa giza. Anasema na kila jina litajwalo. Hakuna shida ambayo ina jina. Alafu vitu vyote akaviweka chini ya miguu yake. Aliweka chini yetu. Sababu sisi ni viungo vya mwili wa Kristo. Je, kuna shida ambayo haina jina? Hapana. Kuna ugonjwa ambao hauna jina? Hapana. Na tuko juu ya kila jina litajwalo. Sasa sikiliza, ukiugua sio dhambi kwenda hospitali. Na ukiugua sio dhambi kumeza dawa. Sio dhambi kabisa, na ni haki na ni sawa. Na madaktari ni watumishi wa Mungu kabisa, si ndio? Amen. Lakini unaweza ukaamua kwamba ngoja nitengeneze muscles. Kwa sababu ipo siku naweza nikapata ugonjwa ambao hospitali hawawezi. Na nataka nitoke hapo. Natokaje? Kama sijatengeneza msuli kwenye malaria, kama sijatengeneza msuli kwenye typhoid, tatengenezaje msuli kwenye kansa? Tatengenezaje msuli kwenye corona ambayo ina dawa? Tatengenezaje msuli nikiparalyze? Lazima utengeneze mazingira kutengeneza msuli. Kwa hiyo unaamua kwamba hata ugonjwa nao una jina, uko chini yangu. Sasa sikiliza, kilichoko juu ndicho kinachotoa mamlaka, sio kilichoko chini. Kwa hiyo ukiugua kati ya wewe na ugonjwa kipi chenye nguvu? Ugonjwa kwambia lala. Lakini kuna fikra ukiwa nayo. Mathayo 8:17 nasema kwamba aliyachukua magonjwa yetu, akabeba na udhaifu wetu. Aliyachukua magonjwa yetu. Aliyachukua. Ni wakati upi uliopita? Hajasema atachukua, anasema aliyachukua. Kwa kama aliyachukua, yako kwake, hayako kwetu. Sometimes kusoma Biblia leo ulichokuwa ndiko hivyo lilivyo. Usitafute sana ulichofunua umo ndani yake. Umo hamna ufunuo zaidi ya hicho. Hili andiko hamna ufunuo zaidi ya hicho. Alishachukua. Hamna ufunuo ndani ya hilo neno. Yaani hilo aliyechoma magonjwa yetu, hamna ufunuo zaidi ya huo. Inavyoongea hilo ni neno ambalo liko open kabisa. Aliyachukua magonjwa yetu, akabeba na udhaifu wetu. Kwa alishachukua. Unajua ni sawa sawa na mtu anasema, mimi kabisa ni mtu anakosaje imani?
anasema adhabu ya amani ilikuwa juu yake. Alishabeba adhabu ya amani. Kwa mtu mwingine asikupe adhabu ya amani, aliyachukua magonjwa yetu. Ukomake hauna. Kwa chochote kile, Biblia inasema je, acha watoto wawe waongo na Mungu peke yake. Ndivyo maandiko yanasema. Kwa kama aliyachukua, Mungu sio mtu hata aseme uongo, si ndio? Kwa aliyachukua. Kwa kama aliyachukua maki hatuna. Chochote kinachokuambia unao ni kiongo. Hata sayansi, ukisoma Timotheo wa kwanza sura 6 mstari wa 20 utaona neno neno. Inasema jitenge na maneno na mashauri na mambo mengine ya uongo. Inaongea pia na sayansi ya uongo. Kiswahili haitasema sayansi, ila King James Version inasema sayansi. Inasemaje Timotheo wa kwanza 6:20? Timotheo, ilinde hiyo amana. Ilinde hiyo amana. Ujiepushe na maneno yasiyo ya dini. Maneno yasiyo ya dini. Yasiyo na maana. Yasiyo na maana. Na mashindano ya elimu itiwayo elimu kwa uongo. Hata hapo sema na mashindano ya elimu itiwayo elimu kwa uongo. Kiswahili kimetumia neno elimu, Kiingereza kimetumia neno sayansi ya uongo. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu peke yake ndio kweli. Anasema utaifahamu kweli na ukitakuweka huru. Kwa kweli ni neno la Mungu peke yake. Kwa akishasema hatuna. Wewe nani useme nao? Sasa fikra au mtazamo ni kitu cha muhimu sana ambacho Mungu anakitumia kwa ajili ya kutenda jambo au kutenda kitu au kutenda jambo la kimungu kwenye maisha ya mtu. Fikra au mtazamo ni kitu cha muhimu sana na cha msingi sana na kikubwa sana ambacho Mungu anakitumia. Angalia kwenye Wakorintho 4:3-4 inasema hivi, ikiwa injili imesitirika, imesitirika kwa wanaopotea, ambao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao isiwazukie nuru ya injili wakaokoka. Kwa shetani anajua kwamba tukiwa na zile fikra za juu, fikra za kiroho, fikra za kimungu, tuna mitazamo sawa sana mapenzi ya Mungu, hazi kutupata. Sasa ukishakuwa na hizo fikra, ishara zote weka pembeni. Usitafuta ishara. Utafuta ishara zitakupoteza. Tafuta imani yako. Wewe angalia imani yako, usiangalie ishara. Imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo, bali mambo yasioonekana. Ishara ni vitu gani? Vinavyoonekana. Kwa hiyo ukitaka kutazama ishara, uko nje ya imani. Andiko linasemaje? Waebrania 11:1. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasioonekana. Kwa hiyo mambo yanayoonekana yanakuja baada ya imani kuwa imekamilika. Sababu Biblia inasema hivi, kitu unachokitarajia kikikisha kuonekana hakuna imani tena. Ndivyo maandiko yanavyosema. Imani inakuwa imani pale ambapo unachokitarajia hakijaonekana. Kikishaonekana hakuna imani tena. Ndio maana nilikuwa na hakika mambo yatarajiwayo baada mambo yasioonekana. Kuna mambo hajaonekana ila una uhakika. Yakishaonekana imani haina kazi. Maana yakishaonekana umepokea jibu lako. Kwa chochote ambacho ni ishara, chochote ambacho ni dalili, ni matokeo ya ukamilifu wa imani.